hata kama ako hospitalini, hata kama ni mgonjwa wa aina gani, nataka kumwambia yeye ni wa dhamana, aamke kwa kitanda na atembee, kwa sababu Yesu alijitoa kwa ajili yake, akamwaka damu yake, mimi na wewe tukafanyika kuwa wana wa Mungu sawasawa, kama mwanzilishi ambaye ametusomea Petro wa kwanza 2:9 amesema nini? Mimi na wewe ni mzao mteule. Simesema hivyo? Mimi na wewe ni mzao mteule, alafu watu wa miliki ya Mungu, alafu tumetoka wapi? Tumetoka gizani. Imesema nini? Mimi ni mzao mteule, tumefanyika kuwa ukuhani na ufalme. Kwa hivyo hebu tusome katika Isaya 43 mstari wa 4. Hapo ndipo somo letu linatoka leo. Nataka kukutia moyo na uendelee kukiri wiki hii ya kwamba ukitembea wewe ni mtu wa dhamana. Kwa hivyo shetani na mapepo yake wasikupake matope. Unapotembea, unapofanya biashara yako, unaporudi nyumbani, unapotembea njiani, unapopanda gari, jiambie kwamba mimi ni mtu wa kipekee, mtu wa dhamana, mtu anayeheshimiwa, mtu niliyependwa kabla hajazaliwa. Bwana alinipenda kwa upeo, alinipenda kwa upendo, alinipenda kwa upendo wake. Kwa hivyo wewe na mimi ni watu wa dhamana. Hebu soma Isaya 43 mstari wa 4, inasema, kwa kuwa ulikuwa wa dhamani machoni pangu na mwenye kuheshimiwa, nami nimekupenda. Kwa sababu hiyo itatoa watu kwa ajili yako, na kabila za watu kwa ajili ya maisha yako. Na kabila za watu kwa ajili ya maisha yako. Kwamba mimi na wewe ni watu wa dhamana. Usijidunishe, usijidharau. Hata katika vita unayepitia, wewe ni mtu wa dhamana. Hata yale magonjwa ambayo unapitia, wewe ni mtu wa dhamana. Hata kama umaskini unakutesa, wewe ni mtu wa dhamana. Hata kama umechukiwa kivipi, wewe ni mtu wa dhamana. Hata kama hali haiendi vizuri, wewe ni mtu wa dhamana. Hata ukiwa pengine katika maisha ya chini, wewe ni mtu wa dhamana. Hata kama umelala njaa, wewe ni mtu wa dhamana. Amuka ujiambie kwamba mimi ni mtu wa dhamana, na kwa kusema hivyo Bwana atafuata na atatimiza. Amen. Kwa hivyo tukitaka kuwa watu wa dhamana, hapo pia unakuwa na kitabu chako, kitabu cha pili yani hiki, na unafanya mimi Luka nakubaliana na hili neno. Isaya 43 mstari wa 4, mimi Luka nakubaliana na Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho, naingia kwenye mikataba kati yangu na yeye. Ninaandika ya kwamba mimi ni mtu wa dhamana, na mimi ni mtu wa kuheshimiwa, na mimi ni mtu wa kupendwa. Unapoandika hapo chini na unaanza kusimama na kuomba na kukiri, hata kama wanadamu wamekudharau, hata kama wamekupitishia chini, anza kujitambua, anza kuamuka na kusema mimi ni mtu wa dhamana. Kwa hiyo ofisi wewe ni mtu wa dhamana. Kwa hiyo biashara wewe ni mtu wa dhamana. Kwa ile duka wewe ni mtu wa dhamana. Wewe unayeuza mboka wewe ni mtu wa dhamana, kwa sababu unawalisha. Wewe unayefanya biashara wewe ni mtu wa dhamana. Wewe unayefundisha shuleni wewe ni mtu wa dhamana, kwa sababu unapeana elimu kwa watoto. Wewe unayechunga watu wewe ni mtu wa dhamana. Wewe ufanya shughuli zako zozote wewe ni mtu wa dhamana. Wewe ni mtu wa kuheshimiwa, wewe ni mtu wa kupendwa. Kwa ajili yako Bwana amesema ameondoa, na kwa ajili yako anaweza amuru watu wakaje wakasimama na wewe, kwa sababu mimi na wewe ni watu wa dhamana. Tutoke kwenye viwango vya chini vya kujidharau na kujidunisha,
tuanze kuona sisi ni watu wa kipekee. Tumeumbwa kwa mfano wa Mungu na kwa sura ya Mungu. Wewe ni Mungu mdogo ndani ya Mungu mkuu. Wewe ni wa kipekee. Usijidunishe. Wanadamu wasikukanyake chini, wasikuchukue kuwa kitu kibure, wasikuchukue kama wewe si mtu wa maana. Nataka kukutangazia wewe ni mtu wa dhamana. Bwana asifiwe. Keukia mwenzako mwambie wewe ni mtu wa dhamana. Kitu cha dhamana. Mtu wa dhamana, nimekuwa nikitafakari. Leo mimi na wewe hatuna wenye kutulinda. Tuko tuna malaika wenye kutulinda, lakini hatuna mwanadamu yoyote anaweza kukulinda. Wewe unalala tu na unaondoka. Lakini wakati unapoendelea, mali inapoongezeka, mali inapoingia, wanaanza kuletewa nini? Unaanza kuandika askari, yani watchman. Unaanza kuandika watchman kwa mlango yako ya kwamba hapa ni umbwa kali. Kwa nini umeandika umbwa kali? Kwa sababu ndani mwako kuna mali. Leo hii wewe uko maandika umbwa kwa mlango yako, maandika umbwa kali, maana huna kitu cha dhamana. Amen. Wewe na mimi lazima tukiri kitu cha dhamana kitokee, na kikitokea askari atasimama kwa mlango yako masaa 12. Wewe umeenda kulala na yeye amesimama, kwa sababu ndani ya nyumba hiyo kuna kitu cha dhamana, kwa sababu ndani ya nyumba hiyo kuna mali, kwa sababu ndani ya nyumba hiyo kuna pesa, kwa sababu ndani ya nyumba hiyo kuna kitu cha dhamana. Hivyo ndivyo Mungu alikuona wewe kuwa kitu cha dhamana, ndipo akatuma malaika wakuja wakulinde. Sisi kama umeshika point hapo, kwa sababu wewe ni mtu wa dhamana, ndipo Mungu akaamuru sawa sawa na katika Luka 4:10 inasema imeandikwa, atakuagizia malaika wakulinde. Malaika hawa wanakuja kulinda watu wa dhamana. Malaika hawa wanakuja kulinda watu wenye kuheshimiwa. Malaika hawa wanakuja kulinda watu wenye Leo hii nafasi kuangukia uwe mpunge. Huwa wanaleta nini kwako kiwa mpunge? Unapewa gari, halafu unapewa nyumba, halafu unapewa maaskari wa ulinzi. Kwa nini? Umepata mali. Ya pili, umekuwa mtu wa maana. Ukipita hapo watu nakufuata, umekuwa mtu. Lakini saa nani anaweza kufuata? Hakuna. Saa hakuna mwenye anakufuata. Tukianza kukiri watatufuata, tukianza kusema watakuja, tukianza kusema watakuja, lakini usiposema hawakuji. Sasa inatuonyesha nini? Mtu akiwa mpunge sasa atapewa gari, atapewa na nyumba, atapewa na maaskari. Sasa hata jiamulia, hao ndio watamuamulia, hao ndio watamuongoza, hao ndio watampeleka mkubwa pita hii. Ukienda kukaa chini wamekutengenezea tayari kiti. Ukienda kula chakula tayari wamekipima. Yani mimi na wewe, malaika hao wenye wako ndani mwako, kwa sababu hujajitambua, unaandika chini ya kwamba mimi ni mtu wa dhamana. Sasa Bwana, niakizie jeshi lako linilinde. Wakati umeandika chini na kuambia mimi Luka ni mtu wa dhamana, ninakubaliana na Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho, nimeingia kwenye maagano, ninataka kulingana Zaburi 91:11 niakizie malaika wanilinde, kwa sababu mimi ni mtu wa dhamana. Malaika hao wanakuja kwa sababu umeandika chini. Jambo lingine, wakati mtu ametajirika sasa ako na mali, anaenda kufanya nini? Tuseme mtu ametajirika, anakwanga na mshale au anapewango bunduki.
Na hiyo bunduki unapewa bure au mnaandikishana? Lazima uandikishane ndio upewe nini? Kenye kimefanya hii bunduki kuja kulinda ni nini? Wewe ni tajiri. Na ndani mwako uko na nini? Silaha ya karibu sana, silaha ambayo ni nyepesi kuliko mshale ni bunduki. Sasa mimi na wewe tuna malaika wale wanayekulinda, wana sana savita. Wewe wanakulinda usiku na mchana, lakini kwa sababu haujajua kuwatumia, andika chini useme mimi fulani nakubaliana na Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho ya kwamba kuanzia leo nimekubali ya kwamba Bwana akiza malaika wako wanilinde, kwa sababu si kuumbwa niishi peke yangu, si kuumbwa nitembee peke yangu, kwa sababu imeandikwa utaniakisia malaika. Nimekubaliana hili neno, Bwana akiza jeshi litakuja. Utakutana na watu wabaya na lile jeshi na kubadilisha. Unapita katikati yao, kama wamesiti sana, jeshi na kuchukua. Yani upepo, au unapita juu yao, au unakaa kwa farasi. Hawakuoni. Wewe unawaona lakini wao hawakuoni. Wakikuja kwa nyumba yako wamevunja mlango, hawakuoni. Wanatembea hawakupati. Sababu lile jeshi umeliamini. Lile jeshi limekuchukua. Lile jeshi linakulinda. Kama vile imesema Zaburi 91:12 ya kwamba mikononi mwao watakuchukua ili usichukue. Watakujaje? Watakuja kama umekubali Baba. Lakini tutaendelea kusema tu, malaika wa mbinguni shuka hapa tuombe. Paka ukubaliana nao. Uambie kuanzia leo, sasa nyinyi maaskari wangu, ninapotoka na kwenda, ninaenda pamoja na nyinyi. Watashughulika, watakupikania. Utalala kama mtoto mdogo, ukienda kwa kitanda wao wanakulinda. Unapoamka wako pamoja na wewe. Unapotembea njiani wako pamoja na wewe. Mahali popote unapotembea wako na wewe, kwa sababu wewe ni mtu wa dhamana. Mwambie mwenzako wewe ni mtu wa dhamana. Kubaliana. Malaika hawa wako pamoja nawe. Hiyo jeshi liko pamoja, lakini hujalikubali. Hujaliruhusu. Hujaliruhusu. Ndio siku nikawaambia wana wa kisa ni werevu. Nikakwambia kwamba watoto wao huwa wanachanjwa, wanawekewa kinga. Alafu kwenye katika kiuno chake wanaweka irisi. Hata kwa nguo wanaweka irisi. Wengine wamechanjwa kwenye ulimi, ya kwamba akiongea tu na wewe unakubaliana na yeye. Yule ameweka jini kwenye ulimi. Sasa ile jini ndio linaongea, sio yeye ndiye anaongea. Lile jini ndio linaleta, linafuta watu. Shetani ako na pesa. Shetani ako na pesa. Hana, lakini anaiba kutoka kwa nani? Anaiba pesa kutoka kwetu. Ndio nikakwambia kwamba kienda sokoni Jumatano au Jumatatu, wao wanakaa tu na hiyo mapepo inaleta watu. Maana watu ni pesa. Mwambie mwenzako watu ni pesa. Salamia mwenzako mwambie mtu ni pesa. Mtu ni pesa. Na huyo mtu ndiye anakutajirisha wewe. Mwambie tena, na huyo mtu ndiye anakutajirisha wewe. Maana Mungu analeta watu hao ndio wakutajirishe. Usipokuwa na vitu vya dhamana hawavinunui. Wananunua vitu vya dhamana, wanakutajirisha hawa watu. Ndio Isaya 60:11, malango yangu yatakuwa wasi, hayatafungwa usiku na mchana. Bwana ataamuru mataifa wakuletea utajiri, kwa sababu uko na tuka, wataleta utajiri kwenye tuka. Kwa sababu uko na mtumba, watakuja kununua mtumba. Kwa sababu uko na viato, watakuja kununua viato. Kwa sababu uko na magari, watakuja kununua magari. Wewe utakuwa na
wanaleta magari kutoka Dubai, ukifika Webuye wamefika tayari kuchukua. Maana wanadamu hawa ndio baraka. Hawa wanadamu ndio wanakupa pesa. Hawa wanadamu ndio wanakupa pesa. Ile kazi unafanya ndipo Mungu anawatuma. Hata kama ni sukuma, hiyo sukuma wanadamu ndio wanakuletea pesa. Wanakula sukuma upate pesa. Hata kama nauza nini, hawa wanadamu ndio wanaleta pesa mikononi mwako. Pigia Yesu makofi. Watakuja waone. Wataona nguo mpya. Wataona duka. Wataitana wakuletea utajiri. Wewe unawapa mavazi, wao wanakupa pesa. Wewe unawapa mboka, wao wanakupa pesa. Wewe unawapa omena, wao wanakupa pesa. Wewe unawapa viatu, wao wanakupa pesa. Wewe unawapa maji, wao wanakupa pesa. Ni hao wanadamu ambao lazima tuamuru wakuje wasimame na wewe. Uulize mwenzako, una nini mkononi? Bwana asifiwe. Unapenda sokoni, amrusha malaika. Kwanza, jambo la kwanza, ambia shetani, wewe ni mwizi tangu zamani. Yohana 10:10, Mithali 6:31, wewe ni mwizi. Ninakuamuru, ondoa mkono wako juu ya mali yangu. Ondoa mkono wako juu ya duka langu kwa jina la Yesu. Malaika na waamuru, fuata mniletee watu, wacha wanunue vitu. Haviwezi vikakaa hapa. Nimeleta nguo, hasiwezi kaba ukimbili. Ninaamuru hizo nguo vile nimesileta hapa, nimetuma malaika, leta wanunuzi. Malaika wanaleta wanunuzi. Wewe unapeana nguo, wao wanakupa pesa. Wewe unapeana viatu, wao wanakupa pesa. Wewe unapeana material, wao wanakupa pesa. Wewe unafanya saluni, wao wanakupa pesa. Wewe unawapa wananunua nywele, wanakupa pesa. Wewe unawatengeneza, wanakupa pesa. Wewe unapolima, wakikuja kwako, wewe wanakupa pesa. Unapeana chakula. Wewe ni mtu wa dhamana. Usijidharau, maana kuna kitu cha dhamana ndani mwako. Haujakitambua, anza kutambua. Anza kuamuka mahali umelala. Amuka ujipigie makofi kwamba mimi ni mtu wa dhamana. Bwana asifiwe. Hapana kaa na kujidunisha. Hapana kaa na kujihurumia. Chinene, wewe ni wa dhamana. Na vitatokea. Vitu vya dhamana vitatokea. Maneno ya dhamana, maneno ya hekima. Ushauri wa ajabu utatokea. Waliokuona mbeleni watashangaa, kwa sababu Bwana atateremsha mkono wake. Isaya 59, mkono wa Mungu si mfupi, atakutoa kwa hilo shimo, atakuinua paka mlima Chetambe, atakuinua paka mlima Mount Elgon, atakuinua paka Mount Kenya, atakuinua paka Mount Kilimanjaro. Wewe utakuwa hapo juu. Hakuna atakayepikana na wewe. Hakuna anaweza pikana na mlima. Hakuna anaweza pikana na mlima. Wewe Mungu anakuinua, amekufanya kuwa mtu wa dhamana, amekuweka juu ya mlima. Hakuna mwanadamu yoyote anaweza pikana na mlima. Wewe ni mlima kulingana na Zaburi 125. Wamtumanie ya Bwana ni kama mlima Sayoni, hautingiziki, wakaa imara. Wewe ni mtu wa dhamana. Wewe ni mtu mlima wa Sayoni, wasimama imara. Wacha kubabaika, wacha kulia, wacha kujidunisha. Amuka useme, mimi ni mtu wa dhamana, mtu wa kuheshimiwa. Kama singekuwa mtu wa heshima, Yesu angetoka mbinguni. Alikuja kwa ajili yangu, akalipa fidia, akamwaga damu yake bara msalabani, nikasamehewa dhambi, nimefanyika kuwa mwana wa Mungu. Mimi ni mtu wa dhamana, ninayetembea na Baba wa mbinguni. Geukia jirani mwako, mwambie, wewe ni wa dhamana.
Mwambie tumia malaika wa kulinda. Bwana asifiwe. Jumapili inayokuja kama ndakuwa nataka tutafanya mikataba, utakuja na kitabu, tukubaliane, tuandike na tupige makoti. Mungu, tumekuwa watu nyatukuwa tunajielewa. Leo nakubaliana na wewe, nimeingia kwa mikataba kati yangu na wewe. Achilia jeshi lako linilinde. Nataka nikuhakikishie hilo jeshi litakulinda. Nisema linaangalia mikataba. Okay, umetaka tukulinde? Ndio, nataka nimlinde, nikulinde. Na kuhakikishia hakuna mwizi atakanyaka kwa nyumba yako. Kama utakundua hilo, hakuna mwizi ataingia avunje nyumba. Ndio, ataruhusiwa aingie, lakini hata pepa. Atakutana na watu wenye chai waona. Kwani wewe na mimi na wewe, nani hatari kuliko waganga na wachawi? Lakini hujajua. Niliambiwa ukienda sehemu za, ukiingilia hapa Pondo, uache Pondo, ufuate hii njia, uende mahali panaitwa, kuna kasehemu nimekuwa nikipita hapa Rwanda kwa Tieno. Kuna makabila hapo wanawacha mlango wazi, huwezi ingia. Hauwezi ingia. Na ukiingia kwa shamba utasikia sauti na kuambia, wewe unafanya nini? Na wewe unakimbia mbio, unatoroka. Kwa nini unaiba? Na sisi ni zaidi ya wao. Sema hatujajua uwezo wa Mungu, hatujui. Mwambie mwenzako hujajua. Wao wanatumia nini? Wanatumia majini. Huwezi ingia. Mtu anawacha tu mlango miezi 2 hivyo. Huwezi ingia. Kama utaiba TV, utatembea na TV, ukisungukia tu pale pamoja hivi mpaka siku atakupata. Hata paka njaa ikulia hapo hivyo tu utasunguka hivyo. Kwa sababu hatujajua ya kwamba tuko na malaika, na malaika hao wanaweza kuja kama umeingia kwa mikataba na wao. Usipoingia kwa mikataba na wao ni ngumu. Ndio nimesema ukiwa tajiri utaenda uone OCS, wakupe barua, muandikishane, ndio wakupe bunduki ya kukulinda, si ya kupiga watu, ya kukulinda. Mtu akijua uko na bunduki kwa boma atakuja. Mtu akijua uko na bunduki atakuja. Hata anachungulia na sikio tu tala. Sema mararua tumba mara yote nje. Wakijua uko na bunduki hawezi. Sasa shetani akijua wewe umeingia, umefanya mikataba na malaika, hawezi ingia. Unaona vile Mungu ndiye mwanzilishi. Mwanzo 3:24, Mungu ndiye mwanzilishi. Alipofukuza Adamu na Hawa aliweka nani? Aliweka walinzi wanaitwa makerubi, wakalinda bustani. Yeye ndiye mwanzilishi. Ndio unaona mtu akifanikiwa anaandika watchman kwa mlango yake. Lakini mimi na watu na watchman, tuko na watchman ya mbinguni. Maana sasa mtu akikuja kuiba kwako uko na nini? Tena ukikaa hapa taka 3 umelala. Tukinyamaza taka 10 hapa, utaona watu waanza kuhesabu mashamba hapa. Tukinyamaza taka ngapi? 10. Watu wanaanza kuhesabu nini? Naona mwingine anateremsha shingo, mwingine ana kichwa pande anateremsha, mata inafuata. Maana ana shida. Bwana asifiwe. Mwambie mwenzako kujitambue. Mwambie tena jitambue. Mwambie tena jitambue. Fanya mikataba. Vile ulifanya mkataba ukaokoka, ukasema Bwana Yesu, mimi ni mwenye dhambi, leo nimeokoka. Yesu, futa dhambi zangu, andika majina yangu. Tena waambie Yesu, nakubaliana na wewe, hakisa malaika wanilinde. Wanakuja. Tuko na wao. Lakini hizi ya kuwatumia. Ukikundua hiyo, utakaa katikati ya wachawi na hawatakuroka. Utakaa katikati ya wabaya na wewe utauza sana kuliko.
Wana wa giza ni werevu. Vitu vyao wameweka kinga. Duka wameweka kinga. Iwe mboka wameweka kinga. Iwe nini wameweka kinga. Kwa maboma zao wameweka kinga. Na wakienda sokoni wameweka kinga. Wewe unaenda tu, nguo zako zitabarara hapa hivi, alafu anza kucheka. Nguo zitabarara, usirudishe kwa nyumba. Ananuaka, yani rehema za Mungu tu, wanunue kwa nguo moja au mbili. Tena urudi nyumbani. Chuma Aramisi huko Chwele. Tena watu wa Chwele kupitia tu na umeenda na transport. Jumamosi ndio hiyo Bukembe. Wakupitia kwa tu hivyo. Jumanne Kamkuywa. Jumatano Webuye. Hujajua, sema kuanzia leo hii. Usikuwa kunungunika. Wewe fanya mikataba. Fanya mikataba na Mungu. Amen. Fanya mikataba na Mungu. Kubaliana na yeye. Malaika hao, Biblia inasema nini? Ati watumikao ukiwatuma wanaenda. Hiyo ni Waebrania 1:14. Wanatumika, wanakutumikia. Alafu ukiwatuma wanafanya nini? Ukiwatuma wanaenda. Bwana asifiwe. Waje kuja Isaya 60. Inasema ondoka. Kwamba giza limekaa juu yako. Nataka utumia mamlaka kwa sababu wewe ni mtu wa kipekee, mtu wa dhamana, mtu mwenye kuheshimiwa, mtu mwenye kupendwa. Lazima waamuru giza liondoke juu yako. Amuru giza liondoke kwa biashara. Amuru giza liondoke kwa biashara ya mboka. Amuru giza liondoke kwa biashara ya duka. Amuru giza liondoke kanisani. Amuru giza liondoke kwa watoto wako. Amuru giza liondoke juu yako. Giza likiwa juu yako hakuna anayekuona. Unaweza kuwa na vipawa vizuri, muimbaji mzuri, lakini kwa saa giza iko juu yako, hakuna anasimama kukusaidia. Hakuna. Unapata mtu mwenye hana giza, hata hana uwezo wa kuimba sana, lakini anaimba tu kidogo tu. Unaona watu wanachangamkia huko, unaona tu katika YouTube watu wanaanza unaona kidogo amefikisha watu 3,000, 10,000, 10,000, wanaanza kumtumia pesa. Hata nyimbo yenye anaimba sina maana. Kwa sababu nini? Nini iko juu yake? Nini iko juu yake? Nuru. Bwana asifiwe. Leo hii Mungu aachilie nuru hapa. Tuseme sasa Mungu ameachilia nuru hapa. Nani watakuja? Nani watakuja? Soma Isaya 60. Nataka waamuru giza litoke juu yako. Isaya 60 inasema, ondoka uangaze, kwa kuwa nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana umekuzukia. Maana tazama, giza litaifunika dunia na giza kuu litaifunika kabila za watu, bali Bwana atakuzukia wewe na utukufu wake utaonekana juu yako. Amen. Ya kwamba hilo unapoandika tena kubaliana nalo. Isaya 60 mimi nimeandika hapa. Nimeingia kwa mikataba kati yangu na Mungu. Kulingana Habakuki 2:2 nasema andika. Nimeandika kwamba na nuru ya Bwana iniangazie na giza halitanifunika. Na sasa unachukua mamlaka. Sasa leo hii mimi naitwa Luka. Ninaamuru giza ambalo liko juu yangu, ninaliamuru liondoke juu yangu katika jina la Yesu. Na ninaamuru nuru ya Bwana iniangazie na utukufu wa Bwana unifunike. Ninaamuru nuru ya Bwana ikae juu yangu. Watu watakuona ukifika sokoni umechelewa, ukitandika vitu vyako, wameona nuru. Nuru ya Bwana inaangaza, wanakuja kununua hiyo vitu. Baadaye unakimbia unaenda Nairobi, unaleta tena wanununua. Tena unakimbia unaenda Nairobi, tena unaleta wanununua.
Baadaye unawaambia sasa sitakuwa Nairobi, mtakuwa mnaniletea. Sasa wanaanza kuletea kwa sababu nuru ya Bwana inaangaza ndani mwako. Hamuna kiza ndani mwako, hamuna kiza. Kiza likiwa ndani mwako, tukiwa na kitu cha dhamana, hakuna anaweza kununua. Wewe umepanga mboka hapo nzuri mpaka mshapei. Siku hii sukuma inauza pesa ngapi hii? Shilingi 10 au 20? Sasa sema kwanza leo nimetangaza nienda hasara. Hii sukuma hii nimefunga shilingi 5 hakuna akuja. Wewe unaenda kumwaka na mwakia kuku. Hata Mungu mwenye nuru analeta vitu takataka tu na hata manguo simeraruka watu wananunua. Hata anaenda natoa nguo kwa nyumba yake na weka hapo watu wananunua. Na wewe ambao umeleta sukuma nzuri sana, umeleta nyanya nzuri sana, inaoza kwa sababu ndani mwako muna kiza. Lazima leo tuamuru kiza litoke juu yako. Lazima kiza liondoke, nuru ya Bwana kuangazia mwaka huu. Kwa sababu wewe ni mtu wa dhamana, mtu wa dhamana, nuru ya Bwana ikae juu yako. Mtu wa dhamana, watu wakuletea utajiri. Mtu wa dhamana, wafalme waone mwanga ambao uko wako, wakuja usimame na wewe. Watu wakuletea utajiri, wanakuja wanasema hii vitu umenunua wapi? Sasa mimi nimeamua kuongezea pesa, shika 1,000,000, enda nunua lori utuletenge vitu. Ukifika wako tayari, wanakutengenezea njia. Wanasema sasa kuanzia leo hii peleka hii misiko Tanzania, peleka hii misiko Uganda. Ukifika kwa customer wanashughulika, lori yako inapita, maana juu yako hakuna kisa. Unaanza kutembea usiku na mchana, unaenda Nairobi, watu wamesimama wanaongoja vitu vyako kwa sababu nuru ya Bwana iko juu yako. Bwana asifiwe. Umeona hiyo kiza limefanya umechukiwa, limefanya unarokwa. Giza likiondoka juu yako hawatakuroka. Giza likiondoka juu yako hawatakuroka. Wachao watakusindikisha, wachao watakubariki, wachao watakuambia ishi miaka mingi duniani. Wanasema uishi kwa sababu hakuna hawezi wakaroka jua. Maana mchao unasaroka jua. Mchao unasaroka jua. Wewe ni mtu wa dhamana. Wewe ni mtu wa dhamana. Watu wa dhamana wanatembea kiungwana. Bana tembea kama umepikwa. Tembea wewe unajisemea. Unatoka kwa nyumba yako aseme sasa, mke wangu na watu wangu, mke wangu ni mtu wa dhamana. Mimi ni mtu wa kuheshimiwa. Mimi ni mtu wa kupendwa. Kila siku nasemanga hivyo tu. Mimi ni mtu wa kupendwa. Mimi ni mtu wa kuheshimiwa. Mimi ni mtu wa dhamana. Mimi ni mtu wa dhamana kila siku. Hiyo dhamana itakuja. Hiyo dhamana itaonekana. Hiyo heshima itaonekana. Hiyo dhamana itaonekana. Hiyo heshima itaonekana. Kula kupendwa kutaonekana. Unaona watu wanaamuka, wanasimama na wewe, wanaanza kukutetea pasipo kujitetea, wanakutetea wenyewe. Wanasimama wanasema huyo hapana, huyo Luka hapana, huyo mama hapana. Bana kusa huyo mtu, huyo ni mtu wa Mungu, kwa sababu kitu cha dhamana kiko juu yako na nuru ya Kristo iko juu yako. Bwana asifiwe. Wewe ni mtu wa dhamana. Nuru ya Bwana, hata kama umelala, wewe ni wa dhamana na kuhubiria kwamba nuru ya Bwana kushukie. Lile kiza la laana liondoke juu yako. Lile kiza la magonjwa liondoke juu yako. Lile kiza la umasikini liondoke juu yako. Lile kiza la ufuli wa mauti liondoke juu yako kwa jina la Yesu. Iwapo unanisikia, ninaamuru umelala, lile kiza ambalo limepikana ndoa yako, naamuru kiza liondoke ndani ya ndoa yako. Uwe mtu wa dhamana kwa mume wako, uwe mtu wa
dhamana kwa mke wako, uwe mtu wa dhamana kwa watoto wako, hata kama mke wako alikutoroka. Naposema siku ya leo tarehe 8, nena hiyo ndoa ipone na mwangaza wa Bwana kushukie, na yule mwanamume arudi aseme nimewacha kitu cha dhamana nyumbani. Anza kuona wewe ni wa dhamana, unaanza kumtokea kwa ndoto, anaanza kukuota na anafunga virako anarudi. Na wewe ambaye mke alikuacha, atakapoona wewe ni mtu wa dhamana, atakukumbuka kwa ndoto na atafunga virako akuche. Wewe ambao umelala chini, una magonjwa ambayo yanakutesa, ninaamuru ya giza la magonjwa liondoke juu yako sasa. Amka na utembee, amka kwa kila kitanda ambao umelalia, amka kwa kila kitanda, amka utembee, amka unyorosha miguu yako, amka na useme mimi ni mtu wa dhamana. Na biashara vyako viamke. Ninaamuru biashara vyako sasa viamke. Ulikuwa unauza mtumba, ipanuke kwa jina la Yesu. Ulikuwa na duka, lipanuke. Anza kuuza kiolisela, anza kuuza kiolisela. Nuru ya Bwana yang'ae ili matajiri wakuletea mali uuse pamoja nao. Waseme tumeona, tuandikishane. Sisi tutakuwa tunakuletea tu. Wewe ukitupa baada mwezi moja, wanakumwakia sukari, wanakumwakia kila vitu, wanakumwakia sota, wanakuletea sota, wanakuletea vitu. Wewe unauza, unapena, maana Mungu anatumia wanadamu kuinua wanadamu wengine. Kuanzia leo hii naamuru wanadamu wacha wasimame na wewe, wacha wasimame na wewe, shida ambao uko nayo, wasimame kwa hiyo shida. Tunawaamuru watokee mashariki, magharibi, kaskazini na kusini. Tunatuma malaika furuta wacha wasimame na wewe. Malaika wa Bwana ninakutuma, tuma malaika hawa wakuje, wasimame, waamuru watu wache wasimame na wewe katika jina la Yesu. Wacha kujidunisha, wacha kulia, wacha kuomboleza, wacha kukaa na kuona unataka kufa. Wewe haukufi, hautakufa. Mkononi mwa Bwana muna mauti na muna uzima. Hiyo mauti haikuchukui mapema. Uishi miaka mingi uone matunda ya Bwana. Uishi miaka mingi uyaone matunda ya Bwana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Haleluya. Mwambie mwenzako wewe ni wa dhamana. Mtu asikudharau wako wala weupa wako. Bwana anakupaka mafuta, weusi wako utametameta na utaongezeka. Wacha kujidunisha, wacha kujidharau. Wewe ni mtu wa kipekee, mtu wa dhamana ambaye Yesu alijitoa akaja kwa ajili yangu na mimi na wewe, akatufia pale msalabani. Kwa hivyo tunaamuru giza la magonjwa, giza la laana, giza la mauti liondoke kwa nyumba yako kuanzia siku ya leo katika jina la Yesu. Tunaamuru giza, tunaamuru magonjwa, tunaamuru giza la magonjwa, giza la mauti, giza la umasikini, tunaliamuru liondoke ndani. Tunatangaza nuru ya Bwana ikushukie. Ikifika samu yako, wakitaka kupandisha cheo, wanaona giza, wewe upandishi cheo, unapaki miaka nenda rutu unapaki hapo. Wale wenye wameandika miaka 2 wanapita kwako, wanakuja kuwa makomanda, wanakuamuru wewe ambao umekaa miaka mingi, pengine miaka 20, wanaanza kukusumbua. Lakini kuanzia leo hii tunaamuru ile giza la kukandamizwa, tunaamuru ile giza la kutokuonekana litoke yako, uanze kuonekana. Zaburi 75:6, cheo haitoki mashariki wala magharibi, inatoka kwa Mungu aliumba
mbingu na nchi, inuka uangaze na nuru ya Bwana ikuangazie. Pokea ile cheo, pokea ile cheo. Inuliwe kwa biashara, inuliwa kwa biashara. Na amuru nuru ya Bwana ikuangazie. Biashara vyako ving'ae mpaka watu, biashara yako vijulikane kwa Citizen, biashara yako vijulikane K24, biashara yako vijulikane West FM, kwa sababu Bwana anainuka kuinua. Inuka melala, tunaamuru kisa liondoke juu yako. Nuru ya Bwana aliyeziumba mbingu na nchi ikuangazie, na kisa lisikufunike tena. Kuanzia leo na usawa wa tumbo lako, unapotoka nuru, unapoingia nuru, kwenye biashara nuru, kwenye kazi nuru, unapendeza gari nuru, unapoketi nuru. Nuru ya Bwana ikuangazie. Na malaika wa Bwana ufanye nao mikataba, waingie wakulinde. Amka. Usijitarau. Narudi nikisema hata kama ni vikali, usijidunishe. Usiongee vibaya. Usikiri wewe ni mtu wa dhamana. Ukiwa mtu wa dhamana, ukiongea kitu ovyo ovyo kinafanyika. Ukiwa mtu wa dhamana na uongee jambo linafanyika. Chunga. Ukiwa mtu wa dhamana, ukiongea jambo linafanyika. Ukiongea jambo nzuri linafanyika. Ukiongea jambo mbaya linafanyika. Sasa usiongee jambo mbaya, ongeanga mazuri, kwa sababu wewe ni mtu wa ajabu. Sema tunakubaliana. Sema tunakubaliana. Sema tunakubaliana. Shika mwenzako mkono, tukubaliane. Yaani tukubaliane. Tufukuze kisa. Tufukuze kisa. Limefanya wewe miaka nenda rudi. Kisa limefanya wewe miaka nenda rudi. Liondoke siku ya leo. Likuachilie ili ung'ae, watu waone nuru yako. Ili mstari wa 3 watu wakuletee nini? Wakuletee nini? Wakuletee nini? Wakuletee pesa. Watu wanakuja kwa sana nini? Wakuleteni. Bila umeshika mwenzako mkono hivyo. Isaya 60 mstari wa 3 inasema nini? Na mataifa wataichilia nuru yako, na wafalme kujia mwanga wa kusuka kwako. Na mstari wa 4, inua macho yako utazame pande zote, wote wanakusanyana, wanakujia wewe. Yaani ukienda tu sokoni, ukifika tumefika saa 2, unatandika tu, wanakusanyika, wanachukua yote. Yaani unaenda sokoni tu umechelewa. Ati maana leo umechelewa. Ati nimechelewa. Unakaa hapo chini dakika moja. Watu wamefurika, wamechukua vitu, wamekuachia pesa. Hata wengine wanakupa, hata wanakuongezea. Ukileta mwana amekupa pesa tayari, wewe unaanzia hapo unainuka. Mungu tumia watu. Pesa siko kwa mifuko ya watu. Utajiri uko kwa mifuko ya watu. Pesa siko mbinguni. Pesa siko hapa duniani. Wacha nuru iangaze ndani mwako. Watatokea. Hata ushauri wako, mtu anakuja kwako na mshauri,
Ndoa iliyofujika miaka 10, wewe unamshauri, ameenda kwa waganga, imeshindikana. Ndoa ikipona, usiku Mungu anamwambia peleka pesa. Huyu mama nilimuona hana kitu, peleka pesa anzilishe biashara. Kumi na moja inasema malango yako, sema malango yangu kuanzia leo na kuendelea hayatafungwa mchana wala usiku, yatakuwa wasi kuanzia siku ya leo tarehe 8. Malango yangu haiwezi fungwa tena kuanzia siku ya leo katika jina la Yesu, ili watu wapate kuniletea utajiri. Sema watu waniletea utajiri, watu utajiri. Sema vile nimeshika jirani mkono, nakubaliana na yeye. Sema jirani, nimekubaliana na wewe. Mathayo 18:19, tumeshikana mikono, tunakubaliana. Sema tunakubaliana katika jina la Yesu. Sema tunaamuru giza liondoke ndani ya huduma huu katika jina la Yesu. Sema giza liliyeshika huduma hii, liliyeshika kanisa hili, tunaamuru ili giza kuanzia siku ya leo liondoke kwa jina la Yesu. Tunaamuru nuru ya Bwana iangaze mahali hapa katika jina la Yesu. Vile nimeshika jirani, ninaamuru giza iondoke juu yako, giza ondoka juu yako, giza la magonjwa, giza la kurogwa, giza la mauti, giza la kuchukiwa, giza la kuvurutia chini, giza la mateso. Tunaamuru kwa jina la Yesu, ila giza liondoke juu yako sasa kwa jina la Yesu. Tunaamuru giza la laana ya wazee, giza laana ya wazee. Walisema kuna mahali unaenda, leo tutakuwa mamlaka niliyopewa. Tunaamuru hiyo giza iondoke juu yako, ile giza ambalo limekufunika, hauonekani. Hata ukitembea njiani hakuna anayekuona, hata